Jesus. Asante Bwana kwa ajili ya jioni ya leo. Asante Roho Mtakatifu, uko hapa na umetawala hapa. Baba ubarikiwe, Baba uinuliwe katika jina la Yesu. Amen. Piga makofi, ongeza makofi tena kwa Yesu. Ongeza tena makofi kwa Bwana Yesu. Amen. Naomba ukae, naomba ukae, naomba ukae. Ukiwa umekaa sogea mbele. Usikae kiti cha nyuma sana. Thank you Jesus. Asante Yesu. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Baba, nakushukuru kwa ajili ya jioni ya leo. Asante kwa ajili ya ibada ya leo. Asante Bwana kwa ajili ya kila mmoja uliompa neema na nguvu ya kuwepo katika nyumba yako leo. Naomba Baba uwe baraka juu yake. Naomba Baba usimwache arudi kama alivyokuja. Ninaomba ushindi wako uwe pamoja naye. Naomba uinue imani yake kwa kiwango kingine. Mpeleke pale Mungu ambako unakusudia Mungu aende. Asante Roho Mtakatifu, ndi katika jina la Yesu Kristo, amen. Naomba tujifunze na nitabarikiwa utulivu uwepo. Uwe na daftari yako na kalamu. Nitaomba nijaribu kuwa mwaminifu kidogo kwenye masomo, maana kila napoanza mafundisho Roho Mungu anakuwa ananipeleka mahali pengine. Kuna somo ambalo tulianza nalo, kwa nini tunaomba bila kupokea? Kwa nini tunaomba bila kupokea? Na somo hili ni muhimu sana, mtu kuelewa sababu ya kuomba na alafu asipokee. Nilitoa sababu kadhaa ambazo zilishia 2. Sikuendelea mpaka nikamaliza zote. Nitaomba leo niwe mwaminifu. Nitaomba leo nijitahidi nimalize sababu hizo 4. Lakini sababu ya pili nitaigusia kwa undani sana ibada ya Jumapili. Ninaomba uandike tu. Nafikiri itakuwa ni mwendelezo ili niweze kumaliza sababu hizi. Kwa nini tunaomba bila kupokea? Nafanya review kidogo. Ukisoma kitabu kile cha Mathayo ile sura ya 7 na mstari ule wa 7. Mathayo ile sura ya 7 na mstari ule wa 7, Biblia imeandikwa, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa maana kila aombaye upokea, naye atafutaye uona, naye abishaye atafunguliwa. Narudia maneno haya ya msingi na ya baraka sana. Ombeni nanyi mtapewa. Ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona. Nilisema furaha ya muumini, furaha ya muombaji yoyote ni kujibiwa kile alichokiomba. Ukiona muombaji yoyote anapata amani, anapata furaha, ni hitaji lile ambalo ameomba alafu amejibiwa. Muombaji yoyote akiomba alafu ajibiwi, bila shaka hana furaha. Na mara nyingi watu wengi hukata tamaa na kuacha kuomba kwa sababu kuna jambo ameliombea muda mrefu, au kuna vitu ameomba kwa muda mrefu lakini bado hajaona majibu. Jambo la msingi ambalo natamani mtu anielewe,
Hakuna ombi lolote ama maombi yoyote ambayo unaweza ukaomba bila kujibiwa. Maana kanuni ya maombi lazima yajibiwe. Utajibiwa ndio au utajibiwa hapana. Sasa ukiona unaomba bila kujibiwa, uelewe kuna sababu za wewe kutokujibiwa. Sasa nitabarikiwa endapo utanielewa kwa sababu kadhaa ambazo nitaendelea leo ili uanze kujua. Biblia inatuambia kwamba ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona. Kanuni ya Mkristo yoyote, hautakiwi kuanza kutafuta kabla hujaomba. Huwa kinachomtangulia mwanadamu mahali, unajua kinachotangulia kwenye future yako ni maombi unayaomba leo. Ukiwa mlegevu kuomba, ukawa na bidii ya kutafuta bila kuomba, inaweza kawa ni sababu ya kuvunjika moyo. Kwa sababu maombi huwa ndiyo inatangulia kabla mtu hajafika pale anakokusudia afike, au kabla mtu hajaona kile ambacho anataka akione. Kuna watu wengi leo hii, kuna vitu wanavihitaji wavipate ambao bado hawajaviomba. Kuna kitu na kitamani uwe nacho, haujachukua muda kwa kuomba kile kitu. Sikiliza, unapoenda kwenye kampuni yoyote kuomba ajira, unapoenda kwenye kazi yoyote kuomba ili upate kazi, kinachotangulia huwa ni maombi ya kazi. Ndio natangulia kazi, huwa itangulia. Naomba unisikilize vizuri ili niende kwenye nani yangu ya msingi. Kazi haitangulii kuwa kwako. Kinachotangulia ukipate ni application ya kazi ambayo unaituma. Yale maombi ya kazi ambayo unatuma kwenye kampuni, ndio baadaye utaitwa kufanya kazi. Kiti kile ulichokalia ama unachokalia, haujaanza kukaa pale kabla ya application yako kwenda pale. Ukisikia maombi, unaongelea application kutoka mahali fulani kwenda mahali pengine. Nikasema hivi, ukipokea baraka yoyote kwenye maisha yako ambayo haijaja kwa msingi wa kuomba, elewa kwamba baraka hiyo haitadumu kwenye maisha yako. Haitakuwa na mizizi ya kutosha, haitakuwa na msingi. Kwa sababu kila anayetuma application lazima aambatanishe na CV. Nisikilize vizuri sana. Naomba mtu anisikilize vizuri sana. Kila anayetuma application ya kazi lazima aambatanishe na CV zake. Nini maana ya CV? CV ni wazifa wake ambaye inamstahilisha kukaa kwenye ile kazi, kufanya kile ambacho amekiombea kazi. Lazima uangalie CV zake. Anastahili kuwa kwenye kazi hii, anastahili kufanya biashara hii, anastahili kuwa mkurugenzi wa kampuni hii. Na ndio maana ukipata kazi bila maombi, na ndio pale rais alipoingia kwenye madaraka aliwatumbua watu wengi. Rais aliyetutangulia Magufuli. Kwa nini? Kuna watu wamepata kazi bila maombi ya kazi. Ina maana ile CV ya kazi haikuwa pamoja na wao. Nisikilize vizuri. Ukipokea baraka yoyote kwenye maisha yako ambao haujaanza kwenye maombi, ile baraka inaweza kuwa mateso kwenye maisha yako. Na ndio maana kuna watu leo wamepokea ndoa, hiyo ndoa ni sababu ya mauti yao. Kuna watu leo wamepokea kazi ambayo kazi haikulazi kabisa, ni sababu ya kukupa pressure. Na ndio maana kanuni ya Mungu anamuelekeza mwanadamu, omba nao utapata. Na maana kabla hujatafuta, anza kuomba. Ukiwa na uhitaji wa aina yoyote, ukihitaji mke, ukihitaji mme, ukihitaji kazi, lolote lile ambalo liko tofauti kwenye maisha yako, kabla haujalipokea lazima ulianzie maombi. Anza kuliweka kwenye maombi. Nikasema hivi, ukipokea kitu ambacho ni tofauti na kuomba, hiyo ni bahati imetokea kwenye maisha yako. Sijui naongea na watu wananielewa.
Ukipata kitu ambacho ni tofauti na kuomba, uelewe hicho kitu kimekupata kwa bahati. Kwa maana Biblia inasema si wenye mbio ndio washindao, si kasi ya farasi ndio iletayo ushindi vitani, bali wakati na bahati mpata kila mtu. Kuna namna unaweza kuwa usiombe, lakini ikatokea bahati ukapata kazi, ikatokea bahati ukapata mume, ikatokea bahati ukapata pesa. Lakini maisha ya mtu ambaye anatakiwa asonge mbele, aishi kwa bahati za kila siku. Naongea na mtu maisha ya mtu yeyote anatakiwa, ambaye ana kiu ya kwenda zaidi, atakiwa kuishi kwenye bahati ambazo anakutana nazo kila siku. Lazima mtu ambaye anaishi kwenye bahati ni mtu ambao hajiamini, kwa sababu amepita njia hii, amepewa shilingi 1000, atajitahidi na kesho apite njia hiyo. Bahati yake ilikuwa ni leo, kesho atapata tena. Lakini muombaji huwa anajiamini, anakuwa na ujasiri ya kujua kwamba nilichokiomba leo ipo siku nitapokea. Haleluya. Kwa hiyo maisha yako usipoijenga kwenye msingi wa kuomba, utateseka. Naomba ili ulielewe vizuri. Maisha yako usipoyajenga kwenye msingi wa kuomba, lazima utahangaika. Utakuwa mtu mwenye manunguniko, utakuwa ni mtu mwenye masikitiko, utakuwa ni mtu ambaye unaishi bila kuona uhakika wako wa kesho. Maana muombaji yoyote amebeba imani ya kuamini kesho yake. Na ndio maana Mungu anatuambia ombeni nanyi mtapewa. Lazima ujikague kwenye maisha yako ya kwamba, je, una nafasi ama umebeba maisha ya kuomba? Kama hauna maisha ya kuomba, ondoa ndoto ulionayo kwenye akili yako. Ondoa mipango na miradi unaifikiria kuifanya. Hautapenya, hautabadilisha kila hali ngumu unayoiona kwako kama wewe siye muombaji. Nafanya review kidogo tu leo. Tukaangalia Wakolosai ile sura ya 4 na ule mstari wa 3. Paulo anakuambia kwamba dumuni katika kuomba. Dumuni katika kuomba. Nikasema nini maana kutumu katika kuomba? You must be there several times. Kuwepo pale kwenye kuomba. Omba asubuhi, omba mchana, omba usiku. Nisikilize niongee nawe vizuri. Ukianza kuona vitu vinaenda vibaya, ukianza kuona ajira haikai vizuri sana, ukianza kuona miujiza inakuwa ni midogo sana kuipata, ukianza kuona mambo magumu kwako, jikague, je, degree ya kuomba kwako imepungua ama imeongezeka? Usipokuwa mtu wa kukagua, je, asubuhi nimeomba, mchana nimeomba, usiku nimeomba, alafu unategemea kila unachokifanya uone upenyo. Hapana. Hapana. Lazima ukitaka ufike mbali, angalia kiu yako ya kuomba kila siku. Ukiona kiu ya kuomba imetoka, you are in the risk, upo kwenye hatari ya maisha. Nikasema hivi, nafanya review haraka. Kiwango cha mtu ambaye ameinuka kwenye maombi, kiwango cha mtu ambaye anatakiwa ajiamini na ajihakikishie kesho yake, ni mtu yule ambaye amepokea uwezo wa kuomba majira ya usiku. Au you pray at night. Kiwango cha muombaji yoyote, muangalie usiku. Usimwangalie muombaji majira ya mchana. Muombaji aliyebadilisha anga, aliyebadilisha hatua za maisha yake, muombaji aliyebadilisha kila kilichokuwa kigumu kwenye maisha yake, ni muombaji aliomba maisha ya usiku. Kanisa, naomba nielewe vizuri. Maisha yako ya usiku yakoje, ili niweze kukutia moyo namna utakavyoishi mchana.
Ukiona unatawala mchana ama wachawi na waganga wanakutawala mchana, ni namna ambavyo walikutawala usiku. Ukishindwa kuwa na uwezo wa kutawala usiku, ni ngumu sana kwako kuitawala mchana. Maisha ya Mkristo yoyote ambaye usiku kwake ameshaweza kutawala, ana nguvu ya kupenya mchana. Nisikilize, hautafanya biashara usiku. Ukisikia ulimwengu wa roho ni majira ya usiku ndio inafanya kazi. Kwa nini ninakwambia usiku? Kanuni ya usiku, mwili na nafsi vinalala, roho huwa ilalagi. Roho wa Mungu halali usiku, kwa maana ni asili ya roho ilalagi. Roho wa shetani huwa halali, maana ni asili ya roho. Roho wa binadamu huwa halali pia. Mwanadamu ni roho aliyomo ndani ya mwili, roho yake huwa ilalagi usiku. Na ndio maana mwanadamu akifika majira usiku, mwili wake unalala, roho yake lazima itoke. Ndio sababu ya kuota ndoto. Kwa nini tunaota ndoto? Ni pale roho zetu zinatoka kwenye miili yetu, zinatembelea zinatembelea Bukoba, zinatembelea Arusha, zikirudi alfajiri kwenye miili yetu, tunasema niliota ndoto niko mahali fulani. Ni roho yako imetoka. Natamani unielewe vizuri. Sasa roho yako inapotoka kwenye mwili wako inaenda. Sikiliza, unajiaminije? Unajuaje? Laiti Mungu akikufungulia macho, maadui wasiopenda maendeleo yako ni wengi kuliko unavyofikiria. Maadui wasiopenda hatua yako ni wengi kuliko unavyofikiria. Sikiliza nikwambie, mwanadamu ana maadui wengi asiyewajua. Na adui yoyote wa maisha ya mwanadamu afanyi kazi na yeye mchana. Adui wa maisha ya mwanadamu huwa anafanya kazi na yeye usiku. Sikiliza nikwambie, kuna mtu mmoja alikuwa ni tajiri mkubwa sana. Ukisoma kitabu cha Luka ile sura 19, huyu jamaa alikuwa ni tajiri. Alipovuna mavuno mengi sana hadi gala yake ikajaa, akabomoa hadi nyumba akaweka store, akajifurahisha, akaongea ndani ya moyo wake, nafsi yangu tulia, una chakula kingi, ule unywe ushibe upumzike. Biblia imeandikwa ilipofika majira ya usiku, Mungu akamwambia, usiku wa leo wanaitaka roho yako. Usiku wa leo wanaitaka roho yako. Na vitu vyote ulivyoviwekea akiba vitakuwa ni vya nani? Usiku wa leo wanaitaka. Ina maana kuna watu wanataka. Na nani anaitaka roho ya mtu usiku? Ni wale wenye usiku, wenye nguvu ya roho, ambao ni wachawi na waganga. Nisikilize vizuri. Sema amen. Usipopata neema ya kuwa na uwezo wa kuomba usiku, ujua adui yako anafanya vita na wewe usiku. Atakuangalia mchana unavyoenda, ataangalia biashara yako inavyoenda mchana, ataangalia kazi yako inavyoenda mchana, ataangalia matokeo yako inavyoenda mchana. Ikifika usiku anakutawala. Ameingiza wateja wangapi mchana wa leo? Ameingiza biashara mchana wa leo? Sikiliza, hata nyumbani kwako adui anakagua hata chakula ambacho umekula mchana wa leo. Amekula kuku, amekula samaki, sisi tunakula kisamvu na dagaa. Ikifika usiku anafunga milango ya pesa. Naongea na nani? Sema amen. Sema amen. Kutawaliwa kwako ama kushindwa kwako, au ushindwi mchana, unashindwa usiku. Kwa hiyo kiwango cha Mkristo anayetaka kwenda mbali, anayetaka kushinda, ni Mkristo yule mwenye uwezo wa kuomba usiku. Jikague usiku, unalala saa ngapi? Sikiliza, wewe auze kajiita hizi naomba nikwambie, nikupe angalizo, very angalizo. Usigombane na mtu, usishindane na mtu, usijibizane na mtu kama wao una uwezo wa kuomba usiku. Watakunyoa nywele mpaka ambazo mahali ambako hawanyoagi watakunyoa. Utachanjwa mwili mzima, mpaka sehemu za siri utachanjwa. Useme mimi nimeokoka, hautaniweza, Yesu yuko ndani yangu, alafu usiku unakoroma. Biblia imeandikwa, na alipopanda ngano nzuri katika shamba lake, ilipofika usiku adui yake akaja akapanda magugu. Usiku adui yake, sio adui akaja, adui yake. Ina maana mtu ana adui yake, anamsubiria majira ya usiku alale apande magugu. Haleluya. Hebu jiulize nafsini mwako mwenyewe, usiku wa leo umeomba masaa mangapi?
utapata watatu hapa. Amen. Usiku wa leo umeomba masaa mangapi? Acha kuniambia eti mimi ni muombaji afu usiku na koroma. Hapana. Mchana kusubiria usiku ila kupeleke mahali popote anakotaka. Kiwango chako cha kukua kuomba, angalia uwezo wa kuitawala usiku. Unaweza ukalala saa 4, ikifika saa 8 hauwezi ukalala tena. Lazima uamke. Ukiamka saa 8 utaanza kuomba hapo. Rakaniribusha kakakakaka. Is you and your God. Wewe na Mungu wako. Rinda karabusha kanda mamarabusha. Unatulia unaomba. Saa 8, saa 9, saa 10, saa 11 ndio unapanda kitandani kulala. Sikiliza. Omba kuanzia saa 6 kwenda. Sikiliza, ni vyema usinzilie kwenye maombi. Usipande kitandani eti uombe. Hapana. Shuka kitandani. Lazima uombe umekaa. Ukisikia kusinzia, lala hapo hapo. Ukiamka, anza kuomba tena. Na naomba usijifariji kufikia kwenye hatima yako kama usio muombaji. Hakuna mtu yeyote aliyepenya na kufikia hatima yake kubwa kwa maombi ya kuombewa na watu. Hapana. Hapana. Aliyepenya na kufikia hatima kubwa ni yule ambaye amejikita kuomba mwenyewe. Haleluya. Mungu akupe neema ya kuomba usiku kwa jina la Yesu. Pokea neema ya kuomba usiku kwa jina la Yesu. Kama bado kiwango chako cha kuomba usiku bado, elewa bado degree yako ni ndogo ya maombi. Bado degree yako ni ndogo ya maombi. Kwa tunaona aombaye upewa. Mungu anataka uanze kuomba kabla hujatafuta. Ukitaka kazi, ingia kwenye maombi leo ili kesho kazi uipate. Ukitaka mume, ingia kwenye maombi leo. Chochote ambacho kinakuja kwa njia ya maombi, Mungu anakuwa ameshakipigia CV, amekiangalia, unastahili kuwa nacho. Hakuna mwanadamu yoyote, hakuna adui yoyote anaweza kukunyang'anya kitu ambacho umekiomba na Mungu akaafiki ukipokee. Maana Mungu ameona unastahili kuwa nacho. Ni nani atakunyang'anya? Haleluya. Nataka niongee na watu wenye nguvu ya maombi. Usiniambie baba mambo ni magumu, baba hali ni ngumu, baba ninaumwa, baba nafanyaje? Halafu kuomba kwa kumeregea, ndio maana umeumwa, hali ni mambo yaendi. Waombaji wote wanaishi kwa imani. Sitaki uwe mtu wa kusali. Nisikilize vizuri. Sitaki uwe mtu wa kusali, nataka mtu wa kuomba. Tofauti kubwa kati ya kusali na kuomba. Kusali ni sala tunayekaririshwa kusali. Kuomba ni maombi unayoomba kulingana na uhitaji ulionao. Na ndio maana ni rahisi sana usali, lakini sio rahisi kuomba. Prayer ni neema. Unaweza kawa ni mwimbaji sana lakini uombi. Unaweza kawa ni mhubiri lakini una neema ya kuomba. Lazima Mungu akupe neema ya kuomba ili ushinde kwa jina la Yesu. Sema tena kwa jina la Yesu. Natangaza kupokea neema ya kuomba leo. Amen. Sasa kwa sababu maombi ni application, ili uweze kupokea yale ambayo unayaomba, Mungu anaangalia CV yako. Ndio tunasema sababu kwa nini tunaomba bila kupokea. Nimezitaja, nataka leo niende nizitaje zote ili nimshukuru Mungu nimemaliza somo hili. Tuliangalia sababu ya kwanza kuomba bila kupokea. Nitahitaji haraka. Kwa wale ambao waliandika, Mungu atawabariki. Kwa wale ambao hawajaandika, naomba utufuatilie YouTube Pastor Morris Ernest, tutakutana na mafundisho hayo. Kwa nini tunaomba bila kupokea? Sababu ya kwanza, Mungu anaangalia dhamiri ya moyo wa mtu. Dhamiri ina maana, dhamiri ni nini? Dhamiri ni aina ya moyo unayemshuhudia mtu anataka kitu hichi kwa ajili ya nini. Kwa nini unakuja mbele za Mungu? Naomba ili ulielewe vizuri ambao amekuja leo. Kanuni namba moja kwa mtu yeyote anaenda mbele za Mungu, Mungu wetu anapenda kuabudiwa. Na wale ambao
wanaenda kwa Mungu kwa ajili ya kuabudu ni tofauti na wale wanaenda kwa Mungu kwa ajili ya mahitaji. Nisikilize. Nikianza kukagua kuanzia mimi mpaka wa mwisho, nikisema umekuja kanisani kwa ajili gani, naweza nikapata 2 ama 3 wamekuja kuabudu. Lakini asilimia wengi nitawapata wamekuja kwa sababu wamekuja kumuomba Mungu. Ina maana kwamba kuna uhitaji walionao. Kwa sababu ya uhitaji huo walionao, wamekuja mbele za Mungu kwa ajili ya kumuomba ili Mungu awape. Sasa Mungu anachofanya, anaangalia maombi, anaangalia moyo wako, dhamiri ya moyo wako, kile unachokiomba. Unaomba kwa ajili gani? Sikiliza nikwambie ndugu yangu, si wewe wa kwanza walienda kwa Mungu kuomba na Mungu akawapa na wakatoka mbele za Mungu. Si mimi wa kwanza. Nilipoenda mbele za Mungu kumuomba Mungu, baada ya kunipa, sikuonesha moyo wa kumuomba tena ama wa kumwabudu tena. Mungu ni Mungu anayependa kuabudiwa. Nini maana ya kuabudu? Mtu yoyote anaenda kwa Mungu kuabudu lazima aelewe, kuabudu mbele yako lazima ubebe utii, lazima ubebe unyenyekevu, lazima ubebe moyo uliyeshuka na moyo uliyejiachilia mbele za Mungu. Mtu anaenda kwa Mungu kwa kuabudu na mtu anaenda kwa Mungu kwa uhitaji, tuko tofauti kwenye kuomba kwetu. Anayekuja kwa Mungu kwa ajili ya kuabudu na anayekuja kwa Mungu kwa ajili ya uhitaji, ni kweli maombi ya huyu mhitaji yatajaa mahitaji yake. Mungu, nione nimelala njaa, magonjwa yananitesa. Mungu, angalia hali ilivyo ni ngumu. Baba nisaidie, siwezi tena. Mungu anajua sababu ya kumwijia leo. There's some problems. Kuna tatizo limekuataka. Kuna shida ipo kwenye maisha yako, ndio maana umekaza moyo kunijia leo. Lakini anaenda kwa Mungu kwa ajili ya kuabudu, maombi yake yabebe uhitaji, maombi yake yanabeba utukufu kumtukuza Mungu. Nataka niongee na mtu anielewe. Sijakwambia usitoe uhitaji. Nataka tu nikwambie Mungu anavyoangalia. Nisikilize vizuri, sema amen. Nikienda kwa Mungu kwa ajili ya kumsifu, kumtukuza na kumwabudu, lazima nitaandaa moyo wangu, nitaandaa roho yangu, nikijua ninaenda kwa yule ambaye anastahili kuabudiwa. Hata kama mimi ni kiongozi wa nchi nitashuka, hata kama nimevaa mavazi mazuri nitanyenyekea, hata kama nina cheo cha aina gani, nikifika mbele yake nitamwambia Mungu, nani kama wewe? Haustahili, haulinganishi na kitu chochote. Ukuu ni wako, heshima ni yako, mamlaka na daima ni zako Bwana. Haufananishi au haulinganishi. Makabila, jamaa na lugha wanakuabudu wewe Baba yangu. Baba, niseme nini? Mungu mwenye nguvu, najua hakuna kama wewe Baba. Baba, tunakuinua zaidi ya mataifa yote. Unapokuwa unampa Mungu tukufu, Biblia inasema hivi, hii ni ukweli usiopingika, Mungu anajua haja ya mioyo yetu hata kabla tujaomba. God knows it. Mungu anajua shida yangu, anaijua mimi nina shida yangu hapa, nataka ofisi mambo yakae sawa, kongamano yaende. Najua kuna wakati nikiomba usiku simwambie hayo, nampa utukufu. Najua nikibeba imani, you know what I want. Sasa anaangalia kwa nini huyu mtoto ana shida, lakini ajiletee shida zake, ananipa utukufu. Ajiletee shida zake, ananitukuza. Ajiletee shida zake, ananishukuru. Angalia na ana shida, huyu ni mtu mwema kwangu, hata nikimpa sifa na utukufu lazima atarejesha kwangu. Na naongea naye. Na ndio maana lazima unapokuwa unaomba, Mungu anaangalia moyo wako. CV ya kwanza anaangalia moyo. Sikiliza, Ana angeliomba mtoto kwa ajili ya abebane na Penina, singipata mtoto. Ana alikuwa ya hekalu kwenda usiku na mchana, akienda mwaka hadi mwaka, akibeba sadaka, akiomba, Mungu anafunga tumbo. Ana alipobadilisha maombi akasema, Mungu sikiliza, huyu Eli amezeeka leo na hakuna mtu yoyote atakaye
wa Eli. Watoto wa Eli hawafai, watoto wa Eli hawana CV. Na kuomba unipe mtoto nitakukabidhi wewe. Atakuwa mtumishi wako. Mungu akaangalia moyo wake, anastahili kupokea mtoto huyo. Ana kuchukua raundi, alibeba mimba. Naongea na nani? Unachokibeba, unachokiomba leo, nini kusudi, nini dhamiri ya moyo wako? Haleluya. Tunasema hizi ni CV ambazo Mungu anaangalia ili kumpa huyo. Ikimpa gari hii itafanya kazi. Kuna watu Mungu sitaki, kuna watu mnaomba gari, mkipata gari hata mkesha uji na una gari. Ukipata gari kanisani ndo auji na una gari. Lakini kwenye vyama utakuwepo. Lakini kwenye mambo utakuwepo. Mungu anaangalia how comes. Nisikilize vizuri. Kwa nini unaomba mke? Kwa nini unaomba mme? Kwa sababu rafiki yako ameolewa jana. Kwa sababu rafiki yako ameolewa juzi. Mungu angalia, na mimi nimechoka hii hali ya upeke yangu. No. Mungu hajampa Adamu mtoto mke kwa sababu amechoka upeke yake. Kuna vision ambayo Mungu alimpa Adamu na akampa msaidizi wa kusaidia vision yake. Una maono gani wewe ulionayo unahitaji mwanamke akusaidie? Naongea na nani? Kuna wengine mnahitaji mwanaume kwa sababu ya haja ya mwili. Kukaa peke yangu nitafanya dhambi. Sikiliza nikwambie, nani anakudanganya hayo? Haleluya. Kuna namna utaenda mbele za Mungu na Mungu akakuangalia akasema huyu hastahili. Unaweza ukatamani kuoa kwa sababu ya tamaa za mwili. Hauoi kwa sababu unataka nini ifanyike kwa ajili ya wewe na Mungu. Mungu, sikiliza, umenipa huduma hii. Na hii huduma nataka nisimamie imara. Kwa sababu hiyo nahitaji mke ambaye atakuwa sababu ya kusupport huduma yangu ili niweze kwenda na yeye. Mimi wakati natafuta mchumba nilikuwa na simple prayer. Mungu ameniita niwe mtumishi. Nitafutie mwanamke ambaye atabeba kilichomo ndani. Anaitwa mama mchungaji, sio mama Morris. Mama Morris ni yule mamangu aliyenizaa. Mama mchungaji ni mama atakayebeba karama yangu. Ni nani? Hivi naongea na nani? Mungu anaangalia sababu. Sikiliza, ukiwa unaenda kuomba mbele za Mungu, CV yako lazima CV yako. Na ndio maana wengi mkienda kuomba kazi, CV nakaguliwa, huyu hamna, hana sifa. Hii ni sababu namba moja ya mtu ambaye anaenda mbele za Mungu kuomba. Sikiliza, nilifundisha Isaya ni nabii mkubwa katika manabii. Katika manabii kwenye Biblia Isaya ni nabii mkubwa. Lakini Mungu alitaka kuchonganisha Isaya na Ezekia. Isaya aonekane nabii wa uongo. Mungu anamwambia Isaya, mwambie Ezekia atakufa. Tena anamwambia vizuri, tengeneza mambo ya nyumbani kwako kwa maana utakufa. Ezekia anasema haiwezekani, nitakufaje na sijatengeneza mambo ya nyumbani kwangu? Sikilize, kuna hoja hata kama kuna mchawi, hata kama kuna mtu yoyote anaongea juu yako, CV yako ulionayo kwa Mungu inatosha kukutetea uende. Haupigi makofi bwana, una CV. Unajua wewe una CV. Nikisema Mungu naomba leo shusha wingu la baraka na mafanikio kwa watu walioko hapa kulingana CV zao, yaani wewe unatupwa nje. Naomba sio wewe, naomba Mungu akusaidie wewe ndio uwe mmoja wako ipokee hiyo baraka. Maana kikagua CV anaangalia, huyu tuliye kumpa president worship aliharibu, huyu tuliye kumpa hichi alikosea, yani huyu anaangalia CV kwake hamna. Ezekia akasema, kumbuka nilivyoenda kwako kwa uaminifu, kumbuka CV yangu mbele yako. Haleluya. Kumbuka CV yangu nilivyoenda kwako kwa uaminifu. Itakuwaje nife mapema kabla sijatengeneza mambo ya nyumbani kwangu? Ezekia alikuwa bado hajaona mtoto. Inawezekanaje? Mungu akaangalia CV ya Ezekia inafaa katika ufalme, anastahili aendelee. Akamwambia Isaya,
unabii ule umekorapsi, hebu rudi tena. Sikiliza, Isaya atarudije kama nabii ametabiri juu ya mtu, atarudije tena kumwambia ndugu, unabii ule ni wa uongo? Sikiliza hiyo. Mtu mwenye CV hawezi ukashindana naye mbele za Mungu. Kagua CV yako. Haleluya. Hoja yako ya kumshinda adui yako ni ile CV ulionayo kwenye ufalme. Mimi ni mwimbaji. Uimbaji wako wewe unaimba kwa ajili ya kujifurahisha. Unajua mwimbaji katika Bwana aimbagi kwa ajili anajua kuimba. Mwimbaji katika Bwana anaimba katika roho. Ukiwa unaimba kwa ajili unajua kuimba, Mungu anakuambia huyu hamna. Na ndio maana anaimba kwa ajili anajua kuimba. Hata yani kuna namna utukufu ushuke. Anaimba katika roho. Mungu anajua wabudu ya aldisi watania putu katika roho. Na kweli. Haleluya. CV yako. CV. Mungu anataka kwanza moyo wa kuabudu. Ukiwa na moyo wa kuabudu, watu wenye moyo wa kuabudu mbele za Mungu, haya machozi haya ni kawaida. Watu wenye unajua kuna watu hapa huwa tunawaita wagaidi wa Mungu. Ana shida lakini hawezi kanyenyekea kwa sababu hana ndani yake kuabudu. Ni kama rafiki ambaye ana shida kila anakuomba, Bwana unanipa au unipi? Kama unipi siongee, mimi ni maskini jeuri. Unajua kuna watu wanaongeaga hivyo, eti maskini jeuri. Mpumbavu sana. Mimi maskini jeuri, unanipa au unipi? Bwana kama unipi basi Bwana mimi naenda, usiniringanishe kama kitu. Na kwa Mungu hivyo hivyo, Baba unajua, Baba naomba nataka kazi. Yaani hana moyo wa kunyenyekea. Wanaenda kwa Mungu kwa kuabudu, wanaomba kwa kuabudu, lazima ashuke. Mungu niko mbele zako hapa, moyo wangu umeraruka, siwezi kufanya lolote, maadui wananiunukia na kuhitaji wewe sababu. Ukiniacha wewe nani mwingine? Maana anavyoomba mpaka machozi yanatiririka, anavyoomba hadi kamasi. Maana anajua huyu ni Mungu ambaye amempa yule. Huyu ni Mungu ambaye anainuka, amemuumba yeye. Kuna mtu mmoja anawahi kuinuka vibaya juu yangu, kamwambia Mungu, umeniajiri wewe ambao umempa pumzi yule, usika wewe. Haleluya. Kagua CV unapokuja kwa Mungu. Na ndio maana tukiwa watu wote wanaikuja kuabudu, wanaikuja kuabudu, tukianza kuomba hapa, una muda gani wa kumwangalia mwenzio wewe? Una muda gani wa kutengeneza nywele yako? Una muda gani wa kukagua lipstick yako? Wewe acha utani. Haleluya. Acha utani. Una muda gani? Una muda gani unaomba unaangalia suruali? Unaomba unaangalia kiatu unafuta tena. Una muda gani? Sikiliza, kama haujabadilisha kiwango cha kumhitaji Mungu kwenye maisha yako, sikiliza, utasikia baraka zinainuka kwa watu, utabaki pale pale kwenye maisha yako yote. Mungu ni yule yule jana, leo na hata milele. Lazima uelewe, napoenda kwake naenda kwa moyo kwanza wa kuabudu. Mtu mwenye moyo wa kuabudu ni mtu anayeshuka, ni mtu anayenyenyekea. Akianza kuomba huwezi kumziwia. Yesu alijua anapoenda kwa baba yake anaenda na mamoja kuabudu. Maombi yake alikuwa analia mpaka machozi, analia mpaka hii jasho inabadilika. Hii jasho inabadilika inakuwa damu. Wewe ushagaenda kwa Mungu wapi ukalia mpaka machozi yako na kamasi ikatoka? Ni kwa sababu hauna moyo wa kuabudu. Hauna moyo wa kuabudu. Alafu una shida, una shida, unabaki tu, mchungaji niombe. No, I can pray for you. Imani yangu mimi haitakupeleka wewe mbali. Imani yangu itakupeleka hapa. Baadaye utaacha kwa sababu unapokea kitu ambacho ni tofauti na imani yako, hautaenda zaidi. Nani naongea naye? Hebu niangalie. Haleluya. Niangalie vizuri. Nataka huu mwezi wa 8 ukibadilisha kiwango cha kuomba kwa Mungu, mbele za Mungu, huu mwezi wa 8 utaisha. Lazima uingie kwenye muujiza wako. Lazima uingie kwenye muujiza wako kwa jina la Yesu. Mimi naelewa siri ya Mungu, nafahamu.
Kuna majira tuko kwa wakati mgumu, unaomba hadi ibada inaisha. Ibada inaisha, wewe bado unaomba. Mchungaji anafunga ibada, wewe bado unaomba mpaka wanaenda wanakuacha mle ndani, tunalia na Mungu wako. Dhamira yako, Mungu anaangalia moyo wako. Namba 2. Sababu namba 2, CV namba 2, kwa nini unaomba bila kupokea? Nataka hii nilikuwa nimeshaifundisha sana. Nafanya tu review. Sababu namba 2, kwa nini unaomba bila kupokea? Sababu namba 2 niliongea imani. Niliongea imani. Sababu namba 2 kuomba bila kupokea, imani yako. Wakristo wengi wamepungukiwa imani. Wakristo wengi hawana imani. Tukienda kwenye kiwango cha imani makanisani, asilimia ya wengi tutakuta kwao imani haba. Mungu ili aende na Mkristo, ili atende kitu kwa mtu, kanuni ya Mungu huwa anajaribu imani ya Mkristo siku hadi siku. Namna kiwango chako cha imani kinavyokuwa ni sababu ya kumsogeza Mungu karibu na aweze kwenda na wewe. Ukisoma kitabu kile cha Waebrania, ile sura, nafanya review usome wewe, ile sura ya 11 na ule mstari wa 6, Biblia imeongea hivi. Nabarikiwa na hili neno. Waebrania ile sura ya 11 na mstari wa 6, Biblia imeandikwa, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Mtu amwendeaye Mungu lazima aamini yeye yupo na uwapa thawabu wale wamwomba. Sikiliza, kabla haujaamini upo, anaanza hivi, lakini pasipo imani. Lakini hii neno lakini ina maana sana. Lakini pasipo imani. Nini maana neno lakini? Ndio wewe kutoa mfano hivi. Emma ni mwalimu mzuri wa praise. Emma naimba vizuri, lakini nikiweka ile lakini natafuta kasoro ya Emma. Nisikilize, nataka niongee na mtu. Nisikilize vizuri. Mifyuri anajua anajitahidi, lakini ina maana kuna shida, kuna kasoro kwake. Neno lakini linaondoa sifa ya mtu. Neno lakini linatengeneza kutokukamilika kwa mtu. Biblia imeandikwa, Naamani alikuwa ni jemedari mkubwa, alikuwa ni mkuu katika bwana wake, lakini alikuwa na ukoma. Lakini alikuwa na kasoro ya ukoma. Neno lakini inatengeneza kuna mapungufu ndani ya mtu fulani ambaye anasifiwa kuimba, anasifiwa kuomba, lakini kuna kapungufu. Ndio maana Biblia inaongea kwamba lakini haiwezekani. Lakini pasipo imani, ina maana kuna mapungufu ndani ya mtu yoyote anayeomba bila imani. Naongea na mtu. Amen. Kuna mapungufu, kuna kasoro ya mtu aombaye bila imani. Kuna kutokukamilika. Ina maana lakini pasipo imani. Lakini pasipo imani ina maana unapoenda mbele za Mungu kuomba bila imani, kuna mapungufu. Bila imani kuna kasoro. Sasa nataka nikuulize wewe, unayekuja mbele za Mungu, imani iko wapi? Kama imani haipo, kuna mapungufu pale kwenye maisha yako, kwenye kuomba kwako sio right. Haleluya. Na ndio maana kumbe tunaona mtu anayeomba Baba kwa jina la Yesu, Mungu anaangalia ana imani, ana kasoro tayari. Unapomba imani haipo, anajua kabisa huyu ana mapungufu fulani. Naomba imani haipo, ina maana utakuwa kwa kuomba bila kupokea, hakuna imani. Sikiliza, nilisema hivi, kuna viwango vikuu 4 vya imani. Ukisema imani kuna 4 category. Kuna imani aina viwango vikuu 4 vya imani. Imani ya kwanza, kuna imani haba. Imani haba ni kundi la watu ambao wana imani ya
kusita, imani ya kutokujiamini, imani ya mashaka. Yaani utakaa naye muda wote lakini hakuaminiki, ana mashaka. Unaweza ukaongozana naye lakini ana mashaka na wewe. Ukimwambia nipe simu yako nikutunzie, subiri. Yaani ana mashaka, anajua akikupa simu utakimbia nayo. Na ndio maana kanisani hapa Mungu akianza kupima imani za watu, tutakuta wengi wenye imani haba. Haleluya. Kuna mwenye imani hapa. Sikiliza, nilisema hivi kiwango hii na deeply Jumapili ndaingia sana. Nilisema hivi, test ya kwanza, naomba unielewe vizuri. Jaribu la kwanza Mungu kujaribu imani ya Mkristo ni kwa njia ya kutoa. Hiyo Jumapili ndo deeply sana. Na naomba nikuambie ukweli usiopingika. Unajua Wakristo wengi ukimwambia una imani, ndio na imani. Una imani na imani. Sasa Mungu kuitesti imani ya Mkristo, namba moja huwa ni utoaji. Sikia nikwambie, hakuna gharama na mzigo na maumivu ndani ya mtu kwa kutoa. Asili ya mwanadamu anahitaji kukumbatia. Anahitaji kila kitu kiwe cha kwake. Ndio maana Yesu anasema heri mkono unaikumbatia. Wow. Sasa Mungu akitaka kujaribu kiwango cha imani ya Mkristo, huwa anajaribu kwenye kutoa. Nitolee lako. Nitolee hiyo pesa. Unajua hapa hapa mnabarikiwa nikisema ni wakati wa kutoa. Mungu anakuambia hii 10,000 ndio utoe. Imani ya haba inaingia. Sina hela, sina unataka kushangaa ukaleta 200 na 10,000 ndani. Maana the first test, yaani kiwango cha kwanza cha imani. Na kuna wengine si kwamba hawana, wengine wanakuja kanisani na anaondoka bila kutoa, anakuwa anajipa sababu mwenyewe, sasa nikitoa hii kule na deni. Yaani anaangalia Mungu anataka mpuze kumuinua zaidi, anaona imani yake haba. Haleluya. Unajua tu wenye imani haba utawajua anasita. Toka nje hapo ananunua soda na kunywa. Sikia nakwambia, ukitaka kujikagua imani yako na kujipima upo kwenye kiwango gani cha imani, angalia dewe unavyotoa mbele za Mungu. Dewe unavyotoa. Sijakwambia unitolee na kufundisha. Haleluya. Kwa maana bila kukuza imani yako haujafikia kiwango cha kuleta mabadiliko ya maisha yako. Ni nani aliyebadilisha ajira yake? Sikia nikwambie, kiwango imani inampa mtu nguvu ya maamuzi. Imani inampa mtu ujasiri hata kama hana. Imani huwa inamfanya mtu awe standable, yani anajiamini na hana maana imani. Kuna imani haba. Imani haba wengi wana. Unataka uomba, pokea, pokea. Mungu anataka nataka saa kila wafu 10 wapite hapa. Macho wauze kaangalia juu tena. Funza vizuri Jumapili. Mungu alimwambia Abrahamu, nitalikuza jina lako. Nisikilize, Jumapili tutakuwa na somo la Mungu kulikuza jina lako. Na kuliingiza kwenye serikali ya mbinguni. Somo ambalo tutakuwa na Jumapili ni ya baraka kidogo ambayo naifurahia mimi. Namba moja, Mungu alikuza jina lako, alafu aingize kwenye serikali ya mbinguni. Sasa watu wenye imani waingiaje kwenye serikali? Watu ambao wana imani hawaingiaje serikalini. Nisha kufundisha hivi, mlokole kuokoka sio kuingia kwenye ufalme. Kuokoka ni kuingia kwenye uzima wa milele. Kuingia kwenye ufalme, kuingia kwenye wokovu ni kuongoza sala ya toba. Kuingia kwenye serikali ya mbinguni, ufalme wa Mungu unapatikana kwa nguvu. Jina lako kuandikwa kwenye serikali ya mbinguni na jina lako kuandikwa kwenye kitabu cha uzima milele, lazima kiwango chako cha imani ndio kitakuingiza pale. Na hautaweza kubadilisha maisha yako na kuwa mtu mkubwa kama hujaingia kwenye serikali ya mbinguni. Sikia nikwambie, watu wote wenye uwezo mkubwa, wenye mamlaka ni watu ambao serikali inawatambua. Ni watu ambao wako ndani ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Raia wa kawaida ambaye hajajipeza kwenye serikali hawezi akawa na mamlaka. Mlokole wa kawaida kama hajaingia kwenye ufalme wa Mungu hawezi akawa na mamlaka. Inakuelea? Unanielewa? Sema eme kubwa.
Na ndio maana Abrahamu, kanuni ya Mungu, Jumapili utanielewa vizuri. Kanuni ya Mungu alitaka amweke Abrahamu kwenye serikali yake, kwenye ufalme, kulikuza jina. Angalia testi ya imani ya kulikuza jina Abrahamu. Nitolee mwanao wa pekee. Abrahamu angelikuwa na imani ya Aba, asingeingia pale. Haleluya. Hiyo ni kiwango cha kwanza, imani ya Aba. Kiwango cha pili cha imani ni imani ndogo. Kiwango cha pili cha imani, imani kubwa. Kiwango cha nne cha imani, imani yenye nguvu, strong faith. Na mtu yeyote anayetaka alete mabadiliko na aingie kwenye serikali ya mbinguni, lazima afike kwenye kiwango cha strong faith. Strong faith, imani yenye nguvu. Kwa nini Abrahamu anaitwa baba wa imani? Kwa sababu si tu alitoa, si kwamba alitoa, ni kwa sababu alitoa mwanae wa pekee. Sikiza vizuri, si tu kwa sababu alitoa, ni kwa sababu alitoa mwanae wa pekee. Nini maana mwanae wa pekee? Ni kitu ulichonacho hicho hauna cha ziada. Naongea kanisa. Yaani kitu chochote kikibaki hicho, ina maana kwamba akili yako iko pale, moyo wako uko pale, mawazo yako uko pale. Mimi ushawahi kutembea mahali mfukoni una $1000 tu ya nauli, afu uko mahali penye hatari. Mimi nishawahi, mkono mfukoni tu unagusa, aka $1000 kipotea, nitatokaje hapa? Kwa nini? Umebaki na wako. Haleluya. Nyingine, akili yako, mawazo yako, unajua nimebaki na $1000 tu. Alafu anatokea mtu anakuambia nipe hiyo uliyobaki nayo, Mungu atakuinua zaidi. Nipe hiyo mimi, Mungu atakubariki. Kanuni ya Mungu kumjaribu mwanadamu Isaka ina maana cha kipekee. Sababu kubwa ni Mungu kumuongeza na kumzidisha. Lazima aipime kwanza imani, maana bila imani Mungu hawezi kainua mtu. Na ndio maana mwanamke wa Serepta alibaki na konzi ya unga peke yake, ila Mungu akamtuma Elia aende pale alisho na yule mama. Kanuni nini? Nia ya Mungu. Nia ya Mungu ilikuwa yule mama aongezewe. Sasa tuone imani yake iko wapi ili aweze kuongezewa. Wengi hapo mnashindwa kuongezewa kwa sababu mna imani hapa, au uko tayari kutoa Isaka. Isaka ni nini? Isaka si lazima $10,000,000. Isaka si lazima $20,000,000. Isaka hata 200 anaweza kawa ni Isaka. Mwanamke mchane aliyebaki na visenti 2 katika hekalu. Matajiri wakatoa zaidi kulingana na zaidi, yani vichenji vya utajiri wao. Lakini yu mama mjane mwenye visenti 2 ndo alikuwa nayo akiba, hana kitu kingine, lakini akabeba kanisani. Mungu akamwona huyu ana uwezo. Unaweza kaona 100 mfukoni tu, lakini ukasikia sauti na kuambia tutoe sadaka, unasikia hiyo 100 sina nyingine, Mungu anajua, ukaipeleka pale. Mungu anataka ukawa zaidi ya yule ambaye ametoa 10,000 ama ametoa 5,000, ila ana 70,000 ndani mfukoni mwake. Nani naongea naye? Sema yeye kama unanielewa. Sema kuanzia leo nataka maombi yangu ambayo nimeyaomba toka mwaka jana nijibiwe mwaka huu kwa jina la Yesu. Toka mwezi wa kwanza nijibiwe kwa jina la Yesu. Fuata hizi CV nazokupa. Kiwango cha imani nitaieleza vizuri Jumapili. Jumapili itakuwa ni siku ya kipekee sana. Imani ndio inakukalisha kwa Mungu, ambao wanakaa kwa Mungu mpaka leo. Ukiona mlokole, niongea labda Mkristo ambaye mpaka leo yupo kwa Mungu, ni imani aliyoibeba. Tatizo ya wewe unabeba imani ya dini au beba imani ya Mungu. Acha kubeba imani ya dini. Mungu hajainua dini, Mungu hajaleta dini. Mungu amemtoa mwanae wa pekee ili watu waweze kukombolewa. Kwa hiyo beba imani ya kumwamini Mungu, usibebe imani ya kuamini dini. Maana kuna watu wanaamini dini, ni rahisi aende kwa waganga wa kienyeji, lakini asiende kwenye maombi kuombewa, maana dini yake hairuhusu. Ukianza kubeba imani ya dini, ina maana unapotoka unakuwa na tofauti na Mungu. Ukibeba imani ya kumwamini Mungu, hautakuwa na mashaka hata kuabudu hapa kwa namna utulivu. Naongea na nani?
Sasa angalia ile kiwango cha imani ambacho Mungu anaangalia umembebaje. Yesu akasema nitakaporudi duniani, je, nitaikuta ile imani? Nitaikuta ile imani. Na maana mwanadamu ana imani ya mwanzoni. Nitaikuta ile imani. Kuna ile imani ya mwanzoni. Sikiliza, wakati uliponisikia mimi, wakati uliposikia taarifa ya kanisa hii, wakati uliposikia habari za mchungaji yule, ulibebaje imani juu ya yule mchungaji? Je, ile imani ya mwanzoni ya leo ndio ipo? Kuna kupungua. Naongea na nani? Haleluya. Sikiliza, ili ushinde, kagua degree ya imani yako kwa ajili ya mchungaji wako. Kwa ajili yangu, labda niongee kwa ajili yangu. Kitu nitachokupa wewe kifanye kazi, kitafanya kazi kwa sababu umeniamini mimi. Hichi kitu, maji nikiaombea nikakupa uyatumie, kama uniamini, hichi kitu utakiamini. Na ndio maana kuna watu ambao walipewa kitu na mtu wakasema, naamini nilipewa na mganga kuomesha. Yule mganga ni bala, anasifiwa Ukerewe nzima, anasifiwa Tanga nzima, amenipa hii kombora ni bala. Kwa nini unaamini ile kombora? Maana aliyekupa umemwamini wewe. Naongea na nani? Siku ambapo imani yako kianza kutoka kwa mchungaji, hata nikisema pokea utapokea, nikisema pokea, nikisema jambo lolote you never receive it, maana imani imetoweka. Lazima kila siku kwenye maisha yako huwa naongeza degree ya kumwamini mchungaji wako. Haleluya. Ukiona degree ya imani inapungua, utakuja hapa kama chupa ya maji ambayo ina maji ndani yake, wewe ni mtupu, haufai kupokea. Sikani kwambie, kanuni ya baba mchungaji amebeba vitu vya kiroho juu ya maisha yako. Sijabeba vya kimwili mimi. Sijabeba hela juu yako, sijabeba gari juu yako, nimebeba baraka ya Mungu ndani yangu kwako. Nikisipokea, ndio wewe unavyoamini ndivyo utavipokea. Imani ndio itapokea vya kiroho. Halo, sema amen. Sema amen. Lazima ujikague degree ya imani yako kwangu. Imepungua au imeongezeka? Muulize mwenzio, imeongezeka au imepungua? Mara ya kwanza uliposikia taarifa ya mchungaji yule hata wewe wanapona, mchungaji ni balaa, atoa ukaanza ukapiga maombi ya kwanza hujapokea, Mungu anakagua CV yako, tulia. Unajua kuna wengine mtu mkuja kwa Mungu, Mungu hataki akupe, Mungu anajua ya kwamba huyu mimi nataka nitumikie. Kwa hiyo kwa sababu nikimbariki tu ataondoka. Kuna wengine hapo nyinyi watumishi, Mungu hataki eti, anataka utulie utumike kwenye madhabahu. Naomba ili muelewe. Kwa hiyo Mungu anakuambia sikikupa sasa hivi utaenda, nataka utumike. Kwa akiangalia CV yako na kutuliza. Kuna wengine mkija hapa Mungu anasema nimekutafuta muda mrefu. Biblia imeandikwa hivi, maombi ya mtu mwenye dhambi ni kelele mbele za Mungu. Kuna watu wenye dhambi ukiomba Mungu unampigia kelele anakupa ondoka, yaani sikutaki unampigia kelele. Maombi ya watakatifu ni manukato kwake. Ukiomba unampa harufu nzuri na kwambia endelea kukaa na mimi kwa maana unanipa perfume nzuri. Hivi nani ananielewa? Sema amen. Mtu anayekupa perfume nzuri utamwachia? Kuna kukaguliwa. Kuna watu mpokee Mungu ambaye nataka ufanye kazi. Lazima pima degree ya imani. Sikiliza nikwambie jambo la msingi, sema amen. Hii nitaigusia sana Jumapili. Mwanamke aliyetokwa damu miaka 10 na ngapi? 14. Huyu mwanamke alisema moyoni mwake ya kwamba nitakapoenda kushika pinde la vazi lake nitapona. Ona tena nahisi kutokumalizia somo langu. Mungu nitie nguvu kwa jina la Yesu nimalize. Hebu nisikilizeni. Haleluya. Nisikilize, sema amen. Huyu mwanamke aliyetoka damu alikuwa nyumbani kwake. Akasema ndani ya nyumbani mwake, akasikia taarifa ya Yesu. Yesu alikuwa na makundi yanamzunguka, wakielekea kwenda kwenye nyumba ya mzee fulani kuombea mtoto wake. Yule mwanamke akasikia zile habari za yule jamaa mponyaji, akaongea ndani ya moyoni mwake, nikienda pale nitashika vazi, pindo la vazi lake, nikishika tu najua tatizo langu litaisha. Nisikilize vizuri.
Naomba mtu mmoja nisikilize, atabarikiwa. Nisikilize vizuri. Shida yako ambayo imekupata leo. Nisikilize shida yako leo. Nisikilize shida yako. Alipoenda yule mwanamke, kumbuka palikuwa na umati wa watu wengi. Palikuwa na makundi ya watu wengi. Kundi la kwanza ambalo lilikuwepo pale ni kundi la Yesu na wanafunzi wake 12 walikuwa wakimzunguka pale na kumgusagusa. Kundi la pili ni kundi la watu ambao walikuwepo pale wakiwa wanamgusagusa, mwana wa Adamu, hosana hosana. Kundi la tatu, huyu mwanamke akasema, sitaki kuingia kwenye makundi yoyote. Sitaki kuingia kwenye kundi lolote, nia yangu mimi ni kushika vazi lake. Nikishika upindo inatosha. Sikiliza, shida ambayo imekupata wewe leo, ulipokuja kanisani umeshajiingiza kwenye makundi ya watu wa uongo, makundi ya umbea, makundi ya maneno mabaya, imani imeshakufa tayari. Muulize mwenzako kwenye kundi gani? Sitaki kundi la Petro na wanafunzi wake, sitaki. Sitaki kundi wanayemshikashika tu bila kupokea msaada, sitaki. Mimi nataka niende direct na kushika vazi. Siku yoyote unapokuja kanisani, elewa imani uliyoibeba, naenda pale ili Mungu anijibu. Ukianza kuingia kwenye makundi ya wengine, wakinena mabaya kanisa na wewe upo, wakianza kunena mchungaji na wewe upo, ukisikia maneno moja kwa moja, imani inakufa. Wao walimshika Yesu sana kila wakupata msaada. Huyu mwanamke ambaye alikataa makundi, alipomshika Yesu akajua kuna ambaye amenishika, kuna ambaye amenishika, kuna ambaye amenishika. Hadi anageuka nyuma na mwambia Petro, nani amenishika? Petro anasema hivi bwana mkubwa, vipi? Hili kundi la watu wote wanakushikashika, utauliza nani amekushika? Yesu akajua wote wananishika kimakundi, kimazoea. Yupo aliyenishika kwa imani. Sasa upigi makofi maana ushaingia kwenye kundi. Sikiliza, ndio imani yako ilianza afia hapo. Au shiki pinde tena na wewe umeungana na kundi la Petro la kushikashika. Mwambie mwenzako kwenye kundi la wapi wewe? Na wewe umeshaingia kwenye kundi la Petro, sijui la Petro. Umeingia shawazi, uliingia sijui ulipoingia tu, ulipoingia praise ya Kiazi alikuwa na bidii ya kuomba na kuimba. Alipoingia kwenye kundi la praise, ameshakufa. Alipoungana tu na yule kaka, imetoka. Alipoungana na yule dada tu, imeshakufa. Ashikaki tena pinde, yeye ashakaingia kwenye kundi. Toka kwenye kundi, toka kwa jina la Yesu. Toka, imani imekufa. Toka kwenye kundi, shika pinde. Walishika pinde ndio walifanyikiwa. Wenye makundi, mpaka Yesu atakurudi hautaona hitaji. Haleluya. Angalia, ukitaka ushindi, ogopa ya makundi. Ogopa rafiki ambaye maneno yake yakupe hamasa ya kanisa, maneno yake ya kutii moyo juu ya huduma, maneno yake ya kusaidii kwa ajili ya kukuza imani. Biblia imeandikwa imani huja kwa kusikia. Kwa kusikia ni neno la Mungu. Lakini rafiki anakuambia, shoga nikwambia habari, fulani yule siku hizi ameacha yule mchumba. Na upo kanisani, umeshaingia kwenye makundi, au ushiki tena. Kumbuka nia yako jamani. Hebu mwambie mwenzi, kumbuka imani yako ya kwanza. Hebu kumbuka imani yako ya kwanza. Ulikuja hapa ili ushike pinde. Haleluya. Ulikuja ili ushike vazi. Na tena ukasema nikishika tu nitapona. Leo hii vazi ushikagi tena, unaishia kwenye kundi. Haleluya. Hebu inua imani. Unaanza kulaumu kanisa lina nguvu. Lina nguvu wapi? Mchungaji ananiombeaga sana, nitakuombea sana, nitaweka mikono, nitakupiga vichwa, nitaweka ufunuo wa mangumi, lakini hautapokea. Imani imepotea. Nitaweka na ufunuo wa matope, inashindikana. Sikiza kwambie kundi. Yesu alipokuja yule kipofu anataka nione. Yesu akajua nikimweka kwenye kundi hili hataona, akampeleka nje ya mji, akamfungua, akamwambia
unaona sioni vizuri, naona watu kama miti. Sikiza nakwambia, kwenye makundi kuna mtazamo tofauti. Yule jamaa anakuambia watu kama miti. Watu wanakuaga miti wapi? Lakini mtazamo wake anaona hivyo. Yesu akamwambia wewe, haleluya, acha kuingia kwenye kundi. Wewe nia yako kubwa, umekuja kushika pinde la vazi, na aliyeshika pinde la vazi atapona. Atapokea mume wake, atapokea ndoa yake, atapokea kazi yake, atapokea biashara yake, atapokea safari yake ya mataifa, atapokea kazi kubwa, atapokea milioni ya pesa, atasamehewa madeni, atasamehewa dhambi, ataondolewa kila balaa na shida iliyokuwa ndani yake, atasonga mbele tena kwa jina la Yesu. Na kuombea leo, shika pinde, usiingie kwenye kundi la mtu yoyote. Kuna watu wapo kama jiwe la kwenye mto, washagazoea maji ya mtoni, hata ukimsafisha aweza katakata tena. Ukipanda juu yake unateleza, unaanguka. Achana na yule. Wewe shika pinde. Na kushauri, kipindi mimi naokoka, nilisema jambo moja tu, sitaki kuwa mlokole wa kawaida. Nataka niwe mtumishi wa Mungu. Na hii ni siri kubwa ambayo nilijifunza, ili niwe mtumishi wa Mungu. Sitaki niambatane na watu ambao watanisaidia. Nikatoka kabisa, laiti nisinge kuhubiria leo. Maana kuna makundi ya watu wengine wako makanisani, lakini wapo kwenye kundi la kutoa watu. Yaani ni mbuzi ambaye katikati ya kondoo, anakupiga mapembe, lakini yeye yumo pale pale, atokagi yeye. Mimi nakumbuka jamaa moja na mfahamu, ni mkongwe kwa Ukristo. Ananiambia, Morris, utaweza wokovu Morris? Sisi tulipambana, tulishindwa. Utaweza uchungaji? Morris, usitese familia yako, rudi tu fanye mambo yako. Niliposikia hivi nikamfuata mchungaji, nikamwambia. Mchungaji ananiambia, usisikilize hao watu. Sikiliza roho yako inataka nini. Unajua kuna watu mko hapa, hata vision yako imeshapotea. Ile nia ya moyo imeshaondoka, kwa sababu kuna watu wameiba moyo wako. Unasikiliza watu ambao wameshakuiba moyo tayari. Ulikuwa unatamani kuimba, uimbagi tena. Ulikuwa unatamani kutumika, utumikagi tena. Ulikuwa unatamani kampuni ya huko, kampuni tena. Unaanza kwenda mahali ambapo sio vision yako, kwa sababu makundi ambayo unaingia. Sikia nakwambia, achana makundi. Umezaliwa peke yako, kufa utakufa peke yako. Mafanikio mtu yeyote wanayafanyikisha peke yake, alafu baadaye ndio watu wamfuate. Haleluya. Pambana mwenyewe uyafaulu. Hata kama ukikuona kama cheese, ukileta tu maendeleo na matokeo, haya matokeo yataunganisha na watu waliyekuacha, na wao watakuja. Haleluya. Kabla hujafika, jihakikishie, inua kiwango cha imani. Tulijitahidi, tukao tukichoka, unamfuata mchungaji. Tena nyinyi mna bahati eti kwangu mnanionaga kiuhuruhuru nyie. Inafika majira mtaniona kama mnavyofikiria nyie. Sisi tulikuwa tunafika hatua imani imechoka. Yaani imani inachoka, nani umsikiliza kutia moyo wa utumishi? Maana kila mwenzie ameshakata tamaa. Tafuta mbinu ya zawadi. Unamwambia baba, nimekuletea zawadi. Hili leta mwanangu ofisini. Ukienda na zawadi, ukimpa zawadi unampa kaswali, hivi baba, utumishi hivyo unakuaga eti hivi? Maana ushampa zawadi, umefungua mlango, ndio naye anakujibu. Akikujibu kana unampa kingine, hivi baba, unaweza ukatumika na ukamtumishi kweli? Ndio. Kuna kitu kimefungua mlango uende ofisini. Wewe unakuja tu, nashinda kuona na baba. Majira yanafika. Naomba indua moyo wa kiwango cha imani. Kagua imani yako iko wapi. Ni imani haba? Ni imani ndogo? Ni imani kubwa? Ni imani yenye nguvu? Sintoweza kukusaidia hata kama nakupenda kiasi gani, kama imani yako imeshuka kwangu. I never help you. Narudia hili neno, sintokuwa na nguvu ya kukusaidia kama imani yako kwangu imeshuka. Sintokusaidia. Wale ambao wameongeza kiwango cha imani wanakuja TikTok, wanapokea.
Hebu niongee sababu ya tatu. Naona ndio nasema muda unaenda. Mungu nisaidie. Hii somo nataka nimalize. Sababu ya tatu, kwa nini unaomba bila kupokea? Naomba tu hata isipokuombea leo nitakuombea Jumapili uje Jumanne. Naomba leo nikufundishe. Naona muda umeniacha. Nimalize sababu. Sababu ya tatu, kwa nini unaomba bila kupokea? Sababu ya tatu, kuomba bila kupokea ni kufanya yale ambayo ni tofauti na mapenzi ya Mungu. Kufanya jambo ambayo yako tofauti na mapenzi ya Mungu. Mtu mmoja aliye na Biblia hapo alipo, nitaomba apewe maiki, afungue waraka wa kwanza wa Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana ile sura ya 5. Haraka, muda wangu umeniacha. Nani amefika? Aliyefika aseme amen. Kuna mtu amefika? Waraka wa Yohana sura ya ngapi? Waraka wa kwanza wa Yohana ile sura ya 5 na ule mstari wa 14. Na ule mstari wa 14, Biblia imeandikwa hivi: na huu ndio ujasiri tulionao kwake, ya kuwa tukiomba kitu sawa sawa na mapenzi yake atusikia. Naomba urudie nyuma yangu. 1, 2, 3. Na huu ndio ujasiri tulionao kwake. Rudia. Sema tena. Sema, na huu ndio ujasiri tulionao kwake, ya kuwa tukiomba kitu sawa sawa na mapenzi yake atusikia. Narudia tena. Sema, na huu ndio ujasiri tulionao kwake. Na huu ndio ujasiri tulionao kwake, ya kuwa tukiomba kitu sawa sawa na mapenzi yake atusikia. Haleluya. Ujasiri tulionao. Unaona ujasiri wa mtu anayeomba? Ukiomba nini kitu na kuna mtu ana haja ya kitu. Mimi na haja ya kitu. Nani mwingine mwenye haja ya kitu? Mimi na haja ya kitu. Mwenye haja ya kitu wainue. Nataka niulize swali. Usishushe mkono. Mwenye haja ya kitu wainue mkono. Haleluya. Na kuuliza sasa swali hivi: hicho kitu ulichohaja na ambao una haja nacho, je, hicho kitu ni mapenzi ya Mungu uwe nacho? Sasa kitu namba moja ambayo ni mapenzi ya Mungu uwe nacho ni kipi? Katika maisha ya mwanadamu huwa ana kitu namba moja ambacho kwanza ni mapenzi ya Mungu akiombe awe nacho. Sasa nyinyi wote mnaombaga vitu ambavyo sio mapenzi ya Mungu. Lazima uwe na kitu namba moja Mungu mwenyewe kwanza ndio anataka ukiombe kwanza. Kufanulia hicho kitu uelewe. Mwanadamu yeyote hakuja kwa sababu zake yeye alitaka kuja. Naomba, hakuna mwanadamu aliyezaliwa kwa sababu alitaka yeye azaliwe. Kila mwanadamu aliyezaliwa ni Mungu alitaka azaliwe. Kwa kuwa ni Mungu alitaka uzaliwe wewe, kuna kitu Mungu alitaka uje ukifanya hapa duniani. Hiyo inaongea na mtu. Sasa hicho kitu ndio kinaitwa hatima, destiny. Hatima. Nini maana hatima? Hatima ni kuwa vile ambavyo Mungu anataka ama ametaka uwe hapa duniani. Kuna maisha ambayo sisi tunataka tuwe na Mungu alikusudia kukuleta hapa duniani uwe hivyo. Sasa naomba nikuulize swali ya pili. Je, unatembelea kulingana jinsi Mungu anavyotaka uwe hapa duniani ama umetembelea wewe unavyotaka uwe? Naona muda umeenda, somo natakia lieleweke hili. Amen. Somo natakia lieleweke hili. Mapenzi ya Mungu kwa mwanadamu
anataka ili destiny yake, hatima yake. Kwa nini nimekuja duniani? Sikia nikwambia, hakuna mtu yoyote aliyekuja duniani bila sababu. Hata kama ujui leo, hata kama unalala njaa leo, hata kama unateseka leo, unazeeka, unataka kufa, kama au kutimiza ile kusudi la Mungu kukuletea hapa duniani, ndio utakuwa na maswali na Mungu mbinguni. Why au kutimiza operation yangu? Sasa swali linakuja hivi, je, unajua hatima yako? Unajua kwa nini upo duniani? Lazima uelewe kwanza, upo duniani kutimiza mapenzi ya Mungu aliyekuleta duniani. Mfano, wewe ni mfanyakazi wangu na kutuma Arusha, nenda kuangalia kazi yangu, alafu umeenda unaingilia kazi nyingine. Je, unatii mapenzi? Ukipata shida mimi nitakusaidia? Sasa ni namna ambavyo watu wengi wako outside of willing of God, wako nje ya mapenzi ya Mungu. Na kama haujajua bado hatima yako, ndo shida yako ya maisha. Unajua kuna tofauti ya mtu anayetafuta maisha na kuna tofauti na mtu anayetafuta hatima. Sikiliza, ambaye yupo kwa ajili ya kupambania destiny yake ni tofauti na mtu ambaye yupo kwa ajili ya maisha. Unajua, mtu ambaye yupo kwa ajili ya maisha ni chochote anachokutana nacho mbele yake, akala akashiba, anamshukuru Mungu. Kazi yoyote atakayofanya ikimpa 200 ya kula, anatoa shika. Sikiliza vizuri. Ushaona watu ambao watafuta maisha hawachaguagi kazi. Ushaona watu watafuta maisha anakuambia, brother, nipe hata buku tu inatosha. Sikiliza vizuri. Sikiliza vizuri. Brother, nipe hata buku. Akaenda akapiga zake chai na chapati na ameshiba zake. Imefanyaje? Siku imepita. Anasubiri siku ya kesho tena, brother, nipe hata 2,000 hapo. Anaitafuta hatima. Yaani yeye ni hata akilala njaa, lakini anaona kile anachokitaka kimesonga mbele, ndio amani yake. Naongea na mtu ambaye hanielewa. Sema amen. Sema amen. Kuna watu hatima yangu ni uimbaji. Ukinibania kuimba, ni heri ungeninyima kula niimbe. Kipindi tuko hapa, kipindi ndo tumezaliwa, tunaishi, tulifanya biashara nyingi sana, lakini you don't feel confidence. Haoni matokeo, haoni mambo, lakini unakuwa unasikia moyoni mwako kwamba natakiwa niokoke. Lakini una biashara, lakini haoni matokeo yake. Lakini unasikia kuna kipindi kipita, mara hata unaota ndoto nyingine, mara unaota ndoto fulani, mara unasikia moyoni mwako unasema na mimi nitakuja tu niokoke. Unasikia unajisemesha moyoni, natamani niwe mtumishi wa Mungu. Mungu anaanza kukuonesha hatima. Nisikilize niwaambie jambo la msingi. Hii naomba unielewe. Mapenzi ya Mungu watu wengi hameifanyi. Na ndio maana huna ujasiri. Na huu ndio ujasiri tulionao. Tukiomba sawa sawa na mapenzi ya Mungu, tukiomba kitu sawa sawa na mapenzi ya Mungu, utusikia. Unajua mimi hapa nasimamia hatima, nasimamia mapenzi ya Mungu. Nikimwomba Mungu kwa ajili ya kanisa, juu ya kitu, niko kwenye mapenzi yake, ni rahisi Mungu nisikia sana. Maana ameniita kwa ajili ya hivi. Nipo kwa ajili ya kazi hii. Nimezaliwa kwa ajili nikuombee. Nimezaliwa kwa ajili nikuhubirie. Nimezaliwa kwa ajili nikufundishe. Natimiza hatima. Ina maana kuna ujasiri nilionao. Mtu akifanya vita, Mungu angalia, anataka apige hatima, anataka apige kazi yako. Maana hii ndio uniniwekea hapa. Kuna ujasiri nilionao. Sikia nikwambie ndugu, kama bado haujajua hatima yako, muombe Mungu akuoneshe hatima yako. Hatima yako si lazima uwe mhubiri, hata mfanyakazi ama mfanyabiashara ama mtu wa serikalini ama mtu wa mahali popote, lazima umwambie Mungu. Na Mungu akianza kufunulia hatima yako, utashangaa itakufuata bila wewe kuifuata. Utakuwa unasikia vitu vinakufuata. Unashangaa watu wanakufuata, wanakuona wewe unafaa kuwa mbunge
wanakuona unafaa kwa mtu fulani, wanakuona unafaa, unajiuliza mimi sistahili. Wanaanza watu wanakufuata, unajishangaa, mimi sio mchungaji, mbona unafanana mchungaji? Mimi sio mheshimiwa, unafanana kama mtu fulani, unafanana kama tajiri, unafanana kama bilionea fulani. Mimi ni mtu wa kawaida. Hapana, wewe hatima yako mbinguni. Mungu amekuleta kuwa hivyo. Ukisikia hayo, mwambie Mungu, timiza kusudi lako litimie kwangu. Haleluya. Ematoke tu Samaria. Naomba nisikilize vizuri. Kama haujafanya mapenzi ya Mungu, hautakuwa na amani moyoni. Ndio maana kuna vitu wanakuona wewe wao ujioni. Akamwambia Yeremia, waona nini? Akamwambia Yeremia, nalikuita wewe kabla haujaingia tumboni mama yako. Nalikuita. Wewe sijakuita jina Yeremia. Yeremia amekuita ni mama yako. Na ndio maana unatimiza mapenzi ya mama yako. Jina ambalo nimekuita mbinguni nabii, lazima utimize mapenzi yangu ya unabii. Nenda kwa wale niliyekutuma, nenda kawaambie. Anasema mimi ni mtoto. Usiseme wewe ni mtoto, unatimiza mapenzi yangu. Nimekutuma mimi, lazima utawasimamia wakubwa wale. Sikiliza, ukitimiza mapenzi ya Mungu, ukisimama kwenye kusudi la Mungu, ukiomba ni rahisi Mungu atende. Maana hataki mapenzi yake yaibike, hataki kusudi lake liaibike, ni rahisi akutetee. Naomba jioni ya leo Bwana Yesu akufunulie ufunuo Bwana, kabla mwezi wa 8 hujaisha, uelewe mapenzi ya Mungu kwako ni yapi, uelewe kusudi la Mungu juu ya maisha yako ni yapi, uelewe leo kwa jina la Yesu. Kuna wengine ni washauri wazuri, kuna wengine ni watu wa kuratibu mambo yaende, kuna wengine ni maengineer, kuna wengine ni madaktari. Unasikia nikwambie, feel it in your side. Mwanadamu siku zote, roho wa Mungu anaongeaga na roho wa binadamu. You must know this. Hata kama wewe hujaokoka, hata kama umeokoka, hata kama wewe ni mchungaji ama wewe sio mchungaji, roho yako wewe haijaumbwa na mama yako. Roho yako ni Mungu ndiye ameiumba. Lazima kuna namna roho wa Mungu atakwambia kitu. You feel something. Najisikia kuanza kufanya biashara, kwenda Dubai. Najisikia kuanza kufanya haya. The things which you feel inside is God talking to you. Ni Mungu anaongea na wewe, ndivyo anataka uwe. Hii sauti hutaki kuipoteza ya ndani. Mwambie mwenzio hiyo sauti ya ndani. Kama imepotea ndo shida. Ndio maana unahangaika leo. Haleluya. Tulipoanza kuisikia sauti ya ndani ya kuwa watumishi, tukaisikia, tukafeel, tulipoanza kuisikia tu biashara tukaacha. Tuliposikia tukaacha mengine. Tuliposikia tukaacha. Tuliposikia tukaacha. Si kazi rahisi kutimiza hatima. Ndio maana hatima yoyote, anayepambania hatima anaingia kwenye vita. Kwa maana shetani anajua hii ni kusudi la Mungu kwake. Na ndio maana ukianza kupigania hatima, lazima hata kama mtu sio adui yako, lazima awe adui. Si kazi rahisi. Daktari aliitwa kwa daktari asome kiurahisi. Lazima ataona vita ya masomo, ataona shida na masomo ni magumu hayo, maana ndio hatima yako ile. Hii biashara ni ngumu, ndio hatima yako hiyo. Kwa yani kusomea na mimi naona hamna ni ngumu, yani utumishi ni mgumu, ndio hatima yako iko hapa. Mahali penye hatima kuna upinzani. Haleluya. Unatafuta hatima, unatafuta maisha. Rakanderebo shaka narabo shaka. Rita kabo shaka. Hii ni mapenzi ya Mungu namba moja, yule ambaye anasimamia kusudi la Mungu. Hatima imebeba kusudi. Anasimama, mimi niko hapa Bwana ni kwa sababu umeniweka, umenifanya kuwa mwalimu, umenifanya kuwa mwanasheria, umenifanya kuwa. Sikia nikwambie, hii ndio jina ambalo do special name kwenye jina ya mwanadamu, jina maalum na asili, ndio jina hilo la mbinguni. Sikia nikwambie, kabla hujajua jina lako la mbinguni, usitembelee jina la mama yako aliyekuita. Mizimu itakushinda sana. Sema kuanzia leo, nakataa kwa mtu wa kawaida. Sema tena, kuanzia leo nakataa kwa mtu wa kawaida. Sema tena, kuanzia leo
nakataa kuwa mtu wa kawaida. Nitasimama imara kutimiza CV ili maombi na yaomba yaweze kujibiwa. Mungu nisaidie ile hatima uliyeweka ndani yangu iweze kuonekana. Hebu fumba macho. Rakandiribusha kana mama. Ndio Bwana. Ndio Bwana. Kuna wakati nilifanya biashara, nikaomba sana juu ya biashara ikue, lakini haikue. Nikakopa mikopo mingi sana ili kuikuza biashara, vitu vyangu vikabaki huko. Nikapambana sana biashara iende, lakini hamna. Nafunga na kuomba na muomba Mungu, Mungu nikuzie biashara yangu, lakini hamna. Naanza kusema hivi, Mungu anisikii. Kumbe nilikuwa naomba kitu ambacho sio mapenzi ya Mungu kwenye maisha yangu. Nilipokuja kuelewa, nikaingia kwenye kumtumikia Bwana. Nilipata wakati mgumu, lakini nilikuwa nasikia amani ya moyo. Napata shida kuangalia mazingira ya maisha, lakini nasikia Mungu ananitia nguvu. Nasikia tu amani. Nasikia Mungu ananitia nguvu. Napopata shida, nataka kama kuacha utumishi, lakini kunatokea tu mtu yote from anywhere, Mungu anamtuma, anakutia moyo tena ili usimamie kusudi. Sikiliza ndugu, kama hujatambua na kuelewa mapenzi ya Mungu kwenye maisha yako hapa duniani, hautaenda kwa kiwango kile ambacho Mungu anataka. Usichoke na usikate tamaa. Kanuni na baraka ambayo Mungu, zawadi ambayo Mungu aliacha kwa mtu ni leo yake. Uzima ambaye Mungu aliweka ndani yako ni kwa sababu anataka kesho usiyaishi yale maisha uliyaishi jana. Ndio maana hujafa, ndio maana uko hai. Ndio maana Mungu anazidi kukulinda na kukutetea. Chukua dakika 5 iliyobeba nguvu na uzima. Omba, umwambie Bwana kwa namna unavyojua mwenyewe. Umwambie Mungu, nisaidie. Nisaidie hapa duniani ulikonileta. Nifanye yale ambayo ulikusudia niyafanye. Nisiishi maisha ya kawaida. Niishi maisha ambayo umetaka wewe niyaishi hapa. Ili unitetee na unisimamie na unibariki. Ukiweza kunena, nena kwa lugha. Ukiweza kuomba kawaida, omba. Omba kwa namna mwenyewe unavyotaka na jinsi ambavyo unasikia, you feel it, kwenda mbele za Mungu wako. Kile kiwango ambacho utatembea nacho na utaenda mbele za Mungu wako ni kiwango hicho. Na ndio kiwango ambacho Mungu atakuinua. Paka niribushaka, pafungwa kinywa, omba. Rekende maniribu shaka papa, fungua kinywa, omba. Randarabo shaka papa, fungua kinywa chako, omba. Baba, tunakuhitaji. Baba, tunakuomba. Tuko mbele zako tena jioni ya leo. Sisi ni wanao, tunahitaji Mungu mwongozo wako na msaada wako. Baba, tunaomba mtetezi wetu, tusaidie na utulinde. Baba, tunakuita Bwana. Naomba Mungu wangu, kabla mwezi wa 8 hujaisha, nahitaji msaada wako Bwana. Nahitaji neema yako. Nahitaji uwezesho wako. Nahitaji nguvu na mkono wako juu ya maisha yangu Bwana. Baba, tazama, umenileta hapa duniani, iko sababu, kuna kusudi ambalo umenileta hapa duniani. Naomba Baba, kabla huu mwezi wa 8 hujaisha, nionyeshe njia hiyo. Inua tena imani yangu. Anza kuomba. Omba katika viwango vikuu vitatu. Mwambie Baba achunguze moyo wako. Mwambie Baba akuze imani yako. Mwambie Baba akupe kusudi lake ulitembelee. Omba, rekesha hapa. Fungua kinywa, omba, pray. Itakanaraboye tanama yandarabo shakana mama ye, unajibu maombi ya kanaraboye. Omba, sijasikia na yaomba. Nakupa muda wa kumwambia Mungu wako kwa hali ya moyo wako. Ukihisi kusimama, simama. Ukihisi kupiga magoti, piga magoti. Ukihisi kulala, lala. Ukihisi kulia, lia. Wewe mwambie tu Mungu, naomba Bwana niongeze tena kiwango changu. Nataka nianze upya. Nataka niende tena. Nataka ni hatua nyingine tena. Sitaki kuonekana yule wa jana na wa leo. Nataka nisonge tena. Baba, niongoze tena. Inua moyo tena. Pray. Yote
wanishangaza, wanishangaza. Omba, usinyamaze kimya, acha kuangalia rafiki, usiangalie jirani yako, lazima ukue tena tu. Umwone Mungu anayejibu, umwone Mungu aliye hai. Amesema yeye ni yule yule jana, hata leo na hata milele. Pray tena my pray. Yes. Yote wanishangaza, wanishangaza. Nashangazwa na pendo lako, vile ilivyo kwangu, wema wako wazidi yote. Omba, una dakika 5 kuomba. Mwambie Mungu wako, siangalie mtu. Kila mmoja peleka hitaji lake. Kila mmoja sema na baba yake, sema na Mungu wako, sema naye, pray. Yes. Vile lilivyo kwangu, wema wako wazidi yote. Wanishangaza, wanishangaza. Nashangazwa na pendo lako, vile ulivyo kwangu. Wewe si mwanadamu, Yesu. Wema wako nani anayeomba? Nani anayeomba? Nani anamwambia Mungu kuza kiwango chako cha imani? Baba niinue tena upya. Baba nisimamie tena. Baba nisaidie tena. Baba nakuita Mungu wangu. Funua. Nani anamwambia Bwana? Pray sheke rabusha. Vile ilivyo kwangu, wema wako wazidi yote. Tuwe Bwana rabusha. Wanishangaza, tuwe Bwana. Wanishangaza, tuwe Baba. Nashangazwa pendo lako. Omba, omba mama, omba dada, omba kaka, omba pray. Kwangu omba reka nerebosha kapa. Wema wako kuna kiwango kingine Mungu atakupeleka. Kuna hatua nyingine, usinyamaze, omba pray. Wanishangaza, ninashangazwa na pendo lako, vile ulivyo kwangu. Wema wako wazidi yote. Wanishangaza, wanishangaza. Nashangazwa na pendo lako, vile vilivyo kwangu. Wema wako wazidi yote. Wanishangaza, wanishangaza. Nahitaji neema yako tu kushinda vita vilivyoko mbele yangu. Wala sijawahi weza bila wewe Yesu, sitamani weza bila wewe Yesu, wala sijawahi weza bila wewe Yesu, sitamani weza bila wewe Yesu, wala sijawahi weza bila wewe Yesu, sitamani weza bila wewe. Inua imani yako ya mwanzo, inua imani yako ya mwanzo. Bado kuna baraka nyingi ya Mungu kwako. Yesu, kiwango cha imani, mwambie Mungu sitamani weza bila Yesu. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Bila wewe Yesu, wala sijawahi weza bila wewe Yesu, sitamani weza bila wewe Yesu, wala sijawahi weza bila wewe Yesu, sitamani weza bila wewe Yesu. Nashangazwa
na pendo lako vile nilivyo kwangu, wema wako wazidi yote, wanishangaza, wanishangaza. Naomba usimame hapo ulipo. Nashangazwa, naomba usimame. Pendo lako asante Yesu, vile inua mikono yako juu. Asante Jehova, asante. Inua mikono yako. Rakaposhaka nireboshaka irite kindiririboshaka na mama raboshaka. Ninajua imani yako, ninajua imani yako uliyokuwa nayo, ninajua imani uliyokuwa nayo, ninajua imani uliyokuwa nayo. Naomba leo Roho Mungu arejeshe ile roho ya imani na akuoneshe yale mapenzi ya Mungu ambaye Mungu alikuletea hapa duniani. Wewe si mtu wa kawaida, haujaja hapa kutembea. Kuna kusudi ambalo Mungu alikuletea hapa. Usijichukulie kawaida, usikate tamaa, usione maisha yanavyokupiga leo ukaishi kwamba umekuja kusindikiza wengine. Hapana, kuna sababu, na ndio maana hata ujafa na magonjwa yote uliyapitia, na maana hata ujafa na ajali yote uliyapitia, kwa maana Mungu ana kusudi na wewe. You never die. Thank you Jesus. Mungu anataka ajitwalie utukufu kupitia wewe, kwa maana utukufu wa Mungu unaizirika ndani yako. Serikali yake iko ndani yako, inaizirika ndani yake. Ili kujua Mungu yupo na anatenda na anaishi, ni pale ambako Mungu atakapofanya makuu ndani ya maisha yako. Naomba mwezi wa 8 Mungu akufunue kiuhalisia ile asili yako toka mbinguni. Kama amekuweka kuwa mwanasheria ijulikane, kama amekuweka kuwa mwanausalama taifa ijulikane, kama amekuweka kuwa waziri mbunge ijulikane, kama amekuweka kuwa nani ijulikane. Bwana akufunua asili yako toka asili ya mbinguni. Usitembelee asili ya mama yako, hapana. Usitembelee asili ya baba yako, hapana. Tembelea asili yako toka mbinguni. Nataka leo mtu mmoja neno hili lipenye kwake, aanze kuishi asili yake ya mbinguni. Kuna namna ambavyo Mungu alivyokujua wewe kabla haujaingia tumboni mama yako, kabla haujaingia kwa mama yako wewe. Nataka usitembelee asili ya mama yako, usitembelee asili ya baba yako. Nataka utembelee asili ya mbinguni, ile asili ya mbinguni, namna ambavyo Mungu alivyokujua ukiwa mbinguni. Alikujua wewe kama bilionea, alikujua wewe kama mwanasheria, alikujua wewe kama nabii, alikujua wewe kama mshauri mkubwa, alikujua wewe kama na kampuni, alikujua kama mtu wa kutawala serikalini, alikujua wewe kama mkuu wa wilaya, alikujua wewe kama mtume, alikujua wewe kama mwalimu, alikujua wewe kama injinia, alikujua kama daktari, alikujua wewe kama mwimbaji wa kimataifa. Naomba asili yako kabla mwezi wa 8 haujapita, Bwana akufunulie leo, akufunulie asili yako, utembelee asili yako, uishi asili yako. Arekesha kandarabosha pa, ili asili yako kumiliki pesa, asili yako ya utajiri uitembelee, asili yako ya kusafiri malango ya nchi za mbali uitembelee. Yetekenderebosha kapapa, naachilia mafuta haya wanayefungua mioyo yao, Mungu anafunua asili yao. Wanayefungua mioyo yao, Mungu anafungua asili yao na kujua wewe sio kahaba, wewe sio kahaba. Angalia Gideoni, alionekana mtu asiyefaa akiokota ngano na kuyaficha, kumbe yeye ni mfalme. Naomba ufunuliwe leo. Unatembelea mikopo, wewe si wa kukopa, wewe ni wa kukopesha, na kufunulia leo asili yako ifunuliwe. Yes. Shakanta karabu shakapa, manderebo shakapapa, wekenderebo shapapa. Bwana akukoboe, Mungu akufunue, uweze kusikia kiu ya Bwana. Naweka shauku ya Mungu ndani yako, naweka kiu ya Mungu
Mungu ndani yako. Naweka asili ya Mungu ndani yako. Anza kuisikia asili. Sikia wewe utakufa, bali utaishi. Ile kiu ya Mungu itembele wewe leo. Manderebo shaka papa. Rekenderebo shapa. Roho Mungu aliyeshuka akasema na Mariamu, naomba roho ya huyo ashuke, aseme na roho yako leo, aseme na moyo wako leo. Ujielewe, ujitambue, ujitambue leo. Ndio Bwana, ndio Bwana, ndio. Ai. Pakanderebo shatarama yeteke shapa. Rinderebo shapa paparabo shapa. Na kujua wewe sio mtu mdogo. Na kujua wewe sio tasa, hapana. Kwenye Biblia hakuna tasa ambaye kuzaa. Kwenye Biblia kila tasa alizaa. Na hakuna tasa aliyezaa mtoto wa kike. Matasa wote walizaa watoto wa kiume. Na tabiri juu ya tumbo lako, naomba lifunguliwe leo. Lipokea uzao watoto wa kiume. Lipokea uzao watoto wa kike. Nafungua baraka yako. Nafungua wingu lako. Nafungua milango yako. Nafungua yako. Nafungua hatima yako. Funguka we mama. Funguka we dada. Funguka we baba. Funguka leo. Bwana kufunua upya leo. Ndio. Kuna watu wakikuangalia, wanakuangalia kwa macho ambayo sio ya kawaida. Kwa maana umefichwa uonekane kama jinsi ambavyo Mungu alivyokuleta hapa duniani. Naomba leo waliyekudharau wafunuliwe macho, waanze kukuona kwenye asili nyingine. Waliyekudharau wafunuliwe macho, Mungu awafunue leo, awafunue leo. Kila uchawi ulienena juu ya maisha yako ukuharibia hatima yako. Hakuna uchawi juu ya Israeli wala ukanga juu ya Yakobo. Ule uchawi umeshindwa. Hautaficha asili yako, hautaficha hatima yako. Iwe uchawi wa ukoo, iwe uchawi wa mila wa makabila, iwe uchawi ulenuiziwa kwa rangi yoyote, unaondolewa leo. Asili yako ifunuliwe leo kwa jina la Yesu. Kila mapando ambalo kupanda Baba mbinguni litangolewa. Napongoa kila mapando yaliyopandwa juu ya maisha yako kuizibia hatima yako. Mapando ya kichawi, mapando ya uganga, mapando ya mizimu ya baba yako, mapando ya mizimu ya mama yako inazuia hatima yako. Naongoa mapando leo. Naongoa pando hilo. Naongoa pando hilo. Naongoa leo kwa mamlaka ya jina la Yesu. Magonjwa ambayo yatakuharibu hatima yako, magonjwa yanayimisha amani yako, unakosa furaha, unakosa amani, naongoa magonjwa yote leo in Jesus name of Nazareth. Tuwe Bwana, tuwe Bwana, tuwe Bwana. Kila sikitiko iliyotanda kwenye maisha yako naondoa huzuni uliyebeba juu ya maisha yako. Ile huzuni ambayo iliyekaa kwako, naondoa huzuni, naondoa kilio kilichokaa kwako, naondoa misiba iliyokaa mbele yako. Naanza kufunua upya. Mungu akuone leo, watu wakujue leo ya kwamba umeitwa wewe kama mtumishi, umeitwa kama nabii, umeitwa kama kuhani mkuu, umeitwa kwa namna nyingine. Au kuitwa kwa asili ya baba yako. Ile mizimu ya kwenu na ikufuata ikuachie leo. Ile mizimu ilitolewa ng'ombe, mizimu ilitolewa kuku, mizimu ilitolewa kafara, ikuachie leo. Damu ya Yesu imelipwa juu yako. Kafara damu ya mwana kondoo imelipwa juu yako. Na iachilia damu ya Yesu inene ushindi leo, inene mema leo, inene kazi leo, inene ndoa leo, inene ajira leo, inene afya leo. Tio funguka. Kama unasikia kunena, nenda kwa lugha. Ukisikia uwezo wa Roho umewezesha, usinyamaze, nena. Ukisikia kuomba, omba. Ukisikia uwezo, nena. Kuna uwezo wa Mungu unatembea hapa kuwafunua watu. Naona uwezo unatembea, unafunuliwa hapa. Naifuta ile operation. Nafuta operation. Naamuru mkono wa Mungu pite hapo. Wao fanya operation mwenyewe. Nafuta kila operation. Nafuta watu wote. Naomba mkono wa Mungu aanze kufanya kazi juu yako. Hakuna kwako Yesu. Nasemesha kila tumbo ambalo hajapokea watoto,
Nafungua ile tumbo lipokea uzao. Nafungua tumbo lipokea uzao. Nafungua tumbo lipokea uzao. Masomo yaliyokataliwa ninarejesha masomo yako. Ile kiu ya kuomba narejesha. Ile kiu ya pesa narejesha pesa zako. Narejesha ajira. Narejesha baraka zako. Narejesha la. Narejesha. Itakabasha kanereboshapa. Ile kiu uliyebeba ya kuomba kumtumikia Mungu. Adui aliyeiba ajira yako, adui aliyeiba hatua zako, adui aliyeiba maisha yako, leo kama Bwana Mungu aishivyo na roho yake aishivyo, tunamwondoa ya adui, namwondoa ya adui, naondoa uchawi, naondoa mizimu, naondoa uganga, naondoa leo, naondoa leo, naondoa leo, naondoa sheke neremosha papa, manderemosha papa. Kila uchawi uliyezuia, uchawi uliyezuia, upanga uliyezuia, na uchomoa ndani yako, natoa ndani yako, natoa uchawi huo, natoa mapando ya kiganga, natoa mapando ya kichawi, na yatoa leo kwa jina la Yesu. Nafungua milango yako, nafungua milango yako kama Bwana Mungu aishivyo na roho yake aishivyo. Mwezi wa 8 umuone Bwana, uone malango ya watu wakikuitia. Imeandikwa na malango yatakuwa wazi daima, hayatafungwa mchana wala usiku, ili watu wakuletea utajiri wa mataifa. Nafungua malango ya watu waliobeba heshima, waliobeba mamlaka, watu wa serikalini, watu waliobeba mali, watu wa kuambatana wewe, watu watakayeshuhudia mema juu yako. Nafungua malango kuanzia leo. Kuna itakap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 eppe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 p
Thank you, Jesus. Thank you. I feel the power. Yesu na visiwi wasikia. Yesu hakuna gumu kwako. Ulitembea juu. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Mikono yako naifungua. Ile damu aliyopigwa Yesu, misumari kwenye mikono yake, ninaitumia kwenye mikono yako leo. Ifungue milango ya pesa. Mikono yako nainyunyizia damu ya mwana kondoo. Mikono yako ipokee kazi, ipokee ajira, ipokee ritapo shaka nirabo yatapapa rana mamarabu itamaye yakarabu itakander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 
Nguvu tembea nayo, uweza uende nao, utoke hapa mbele za Mungu kama Sauli alivyotoka mbele ya nabii Samueli. Alitoka na mafuta ya kuwezeshwa kuwa mtu mwingine, na wewe utoke na mafuta kama ya Sauli alitoka na mbele ya nabii Samueli. Utakapotoka hapa leo, ukutana na makundi ya watu walibeba baraka, ukutana na makundi ya watu walibeba mali yako. Usitoke kama ulivyokuja. Sauli alikuja kutafuta punda, lakini nabii Samueli alikuwa na zaidi ya punda. Naachilia zaidi ya punda iliyokuja ndani yako. Naachilia mamlaka na ufalme na utajiri. Kama ilikuwa ni punda, punda itaina, usijisumbue juu ya punda tena. Ile punda ya magonjwa usijisumbue nayo tena. Bwana amekuponya na amekupa hatua nyingine. Ile punda ya kazi usijisumbue tena. Bwana amefungua kazi maradufu. Ile punda ya biashara usijisumbue tena. Mungu ameinua biashara yako. Kuna hatua nyingine. Punda ya uimbaji usijisumbue tena. Kuna hatua mpya, kuna nguvu mpya, kuna double portion now. Unatembea viwango vingine, mafuta mengine, uwezo mwingine, nguvu nyingine. Watu wa mataifa wataona Mungu aliye hai ndani ya moyo wako, ndani yako. Yes. Anaishi yeye. Yeye anaishi. Yeye anaishi. Anaishi yeye. Itakorosha. Bwana mtetezi. Sikilize. Sikilize. Hali ambayo naisikia hapa, naweza nikakutoa hata usiku sana.
Nasikia mafuta ya Roho Mtakatifu yanataka yabadilishe maisha ya watu, yanataka apeleke watu viwango vingine, yanakurejesha upya. Kuna mafuta yanakurejesha upya. Kuna kilele kwa hujafika, nasikia mafuta ambayo yanakuweka upya, hatua mpya. Kuna mafuta yanakupeleka kila vikwazo vyote, na hautaona kushindwa tena. Mungu amekufungulia mlango ambao hakuna atakayeweza kufunga tena. Utaona ushindi usio kwa kawaida. Usiku wa leo naomba Mungu akusaidie upate nguvu ya kuamka na kuomba, kwa maana kuna ndoto ya Mungu itakujia leo. Kuna vision, mwongozo wa kimungu. Mungu atasema na usiku wa leo. Kila ambacho ulikuwa unasikia hofu na mashaka, Mungu ameenda kukiondoa leo. Mungu anakuletea amani mpya na furaha mpya. Nakwambia kaka, nakwambia dada, nakwambia baba, kazi yako Mungu ameshaiponya tayari. Maana wale punda wameshapatikana. Usijisumbue tena na biashara kwa ngumu, usijisumbue tena na biashara kwa ngumu, usijisumbue tena na kazi kwa ngumu, usijisumbue tena na maadui ya watu. Bwana ameshafanya tayari. Kuna baraka nyingine amekuachilia uende nayo. Kuna hatua nyingine amekuachilia uende nayo. Kuna mafanikio mapya anakuachilia uende nayo. Tembea na haya mafuta kama jasiri. Tembea mafuta, maana utapenya kama utapenya, utashinda vita kwa jina la Yesu. Asante. Shika sadaka yako ambaye ni Isaka. Nataka watu ambao wamebeba imani, wamemshika Isaka. Shika Isaka. Isaka nimesema, angalia iliyo ya pekee kwako. Kama mfukoni kwako una 100 ndo kubwa, beba 100, usiogope. Kama mfukoni kwako una 200, beba 200, usiogope. Kama mfukoni kwako 10,000 ndio kubwa, usiogope kubeba 10,000, beba 10,000 hiyo. Kama mfukoni kwako kuna 2,000 ndio kubwa, usiogope. Usibebe iliyo ndogo, beba iliyo kubwa. Kuna kitu kipi ambacho Mungu anataka kufanyia leo. Beba Isaka. Nitakupa nini maana ya kazi ya Isaka kwa maisha ya Abraham. Jumapili haitakuwa siku ya kawaida. Jumapili nitakupa siri 5 za Isaka. Nini siri maana ya Isaka? Mungu kumwambia mtoe Isaka. Kwa nini akumwambia amtoe Ismaili? Na Abraham alitamani Ismaili aishi awe mtawala, lakini Mungu akamwambia Ismaili aweze akaishi. Akamwambia Isaka ndo ataishi. Nitakupa siri ya kumtoa Isaka kwenye maisha yako. Isaka anafanya nini kwenye maisha ya Mkristo? Naomba umbebe Isaka wako wa leo. Ukiwa una 100 ni Isaka. Ukiwa una hata chochote mfukoni, usiogope. Utainua mikono yako mwambie Mungu, sina chochote, lakini wajua maana Mungu anaangalia Isaka uliombeba leo. Rakandiri boshaka na mashapa. Ukiwa umebeba Isaka yako, naomba usimame. Moyo wangu nataka. Simama na Isaka wako, sogea mbele hapa. Moyo wangu Yesu wangu, nataka nifanane na Yesu. Moyo wangu nataka nifanane na Yesu. Baba Mungu, maisha yangu wajua watu wako na mioyo yao, na dhamiri ya mioyo yao unaijua, na namna amekusogelea mbele hapa Baba, unawaelewa na kuwajua vizuri. Kila mmoja alichonacho unamjua kuliko mimi. Naomba siku ya leo umpe Bwana kulingana na ile Isaka yake aliyombeba leo, iwe sababu ya kumfungulia mlango. Kwa maana Isaka alipomtoa Ibrahimu, ndipo akasema kama kukubariki nitakubariki. Isaka ambaye amemleta leo kwenye madhabahu yako, usisite kumbariki kaka huyu, usisite kumbariki baba huyu, mama huyu na familia yake. Tenda ndiyo makuu. Yes, in Jesus name, amen. Weka Isaka yako hapa. Kunena kwangu, kunena kwangu, nataka
nifanane na Yesu. Nena kwangu Bwana, kusema kwangu, kusema kwangu, nataka nifanane na Yesu. Kusema kwangu, kunena kwangu, kunena kwangu, nataka nifanane na Yesu. Nena kwangu